Mambo ni aje? Bwana kwa poa, niambia ndugu yangu. Natumai umeona moja kwa moja kwa macho yako, umeona muundo mzima wa ratiba jinsi ilivyokuwa inaendeshwa, draw ya ratiba mpaka ratiba imeonyesha kwamba mtani wenu Simba Sports Club anaanzia ugenini, nyinyi mnaanzia ugenini. Unaona mnaenda kuanza kwa mwanzo gani wa ligi kuu ya NBC ya msimu wa 26-27? Ratiba ya NBC nimeiona. Na katika kuiona kwangu mimi binafsi imenifurahisha kwa sababu wale ambao walikuwa wanalalamika wao ndio waseme, sababu ratiba na imani imepangwa katika mfumo ambao wao walikuwa wanauhitaji. Kwa hiyo klabu ya Yanga, sisi kama klabu ya Yanga tumeridhika na mfumo wa ratiba, tunakwenda kucheza ligi ambayo sisi mara nyingi hatupendi kulalamika sana kwenye vitu ambavyo sio vya kanuni. Kama ratiba imetoka, Yanga tunakwenda kucheza kwenye hiyo ratiba. Wachezaji tutaandaa kwenda kupambana katika mashindano. Mimi na imani kama Yanga Afrika sisi kwetu fair, tunakwenda kupambana katika msimu unaokuja. Kwa hiyo timu yetu inakuja kwenye ubora ambao sisi tunauhitaji ili timu yetu endelee kwenye kukaa kwenye ubora wake. Kwani kuna watu waga wanalalamikia ratiba? Huo ni ukweli. Kama unakumbuka hapa kati mwisho wa ligi kuna klabu ambayo ilikuwa inalalamika kwamba Yanga inacheza saa 10, kila siku Yanga inatangulia au anacheza nyuma. Wakabadilishwa ratiba kwamba hao waanze Yanga ili awe nyuma, wao wapate kuwapatia muda ambao wao kwenda kukaa kileleni. Kwa hiyo alifanikiwa baada ya mechi kadhaa kwa wanacheza wanakaa kileleni wanakaa, lakini nyakati zile kupokea tukicheza tunashinda wao kileleni kawa wagusi. Akawa wao ndio mkaulize kwa sababu je, hii ratiba imetoka. Kama mkamuuliza Nzema Ngungu na Nzema Goli, hawa ndio ambao walikuwa wanalalamika sana ratiba. Mkawaulize hao, mwatafute waandishi. Mkawaulize je, ratiba imetoka? Imetoka favor kwenu au favor kwa Yanga? Ili tunapofika katikati ya msimu mambo yanapoanza kuharibika, wasiwe na sababu zile ambazo mwanzoni mmeshaanza kuwahoji. Muwahoji mapema ili waje mbele kwenye public waje kusema kwamba ratiba ambayo iliyotoka tumeridhika nayo. Watu wana mechi 3 ugenini. Na zile ratiba hakupanga mtu zile. Kama tutaka wao ilipangwa roboti situfe limezungusha ratiba ndio imekaa vile. Kwa hiyo mkawaulize. Sisi kama Yanga Afrika viongozi wetu, kwa hiyo sija kuona engineer atoka mbele kwa ratiba. Rais wa mpira. Sija kuona ratiba mjumbe kwa mtendaji ya Yanga anatoka mbele kuja kulalamika ratiba. Sija kuona. Kwa hiyo mkawaulize wao, je, ratiba imewafavor au imeumiza? Lakini ni msimu ambao vilabu vimepewa lupo kubwa sana kusajili wachezaji 40. Nani sasa atoke mbele aanze kulalamika? Mimi hii kidogo inanipa shida. Sijajua wachezaji 40 wapo misimu yote ambao tunakwenda nayo kucheza ligi au msimu ambao tunasema wanakwenda kutubana ya AFCON. Na kama AFCON je, ile timu ambayo itachukua wachezaji 40 kapa mikataba miaka 3, yaani itakuwaje hapo baadaye? Mimi nadhani TFF atakuwa nao vile wakaulizwa hili swali. Hawa wachezaji ambao 40 tunaambia tusajili, tuongeze wachezaji 10 katika hesabu ambao tunatakiwa duniani kwa wachezaji 30. Hawa 10 watoe zidi baada ya msimu huu. Watakuwaje? Kwa sababu wachezaji 40 ni wengi. Lakini kuna vilabu ambavyo vinajiweza vinaweza kusajili wachezaji 40. Je, vikisajili katika msimu ambao 26-27, 28-27-28 itakuwaje wale wachezaji ambao walikuwa wa ziada? Au ndio rasmi ni Madrid Tanzania itakuwa timu na wachezaji 40? Lazima tulijue hili. Nisije baadaye watu wakazoa wachezaji 40, msimu unaokuja wakawa wachezaji tena 30. Hao wachezaji 10 unawapeleka wapi? Lazima mkaulize. Na wenye kufanya kazi hii ni nyinyi waandishi. Muda unapoongea viongozi wa mpira takiwa muwaulize. Sasa sija mpewe nafasi ya maswali au vipi? Kwa sababu bila kujua tunakwenda kwa wachezaji 40, lakini 40 hao ambao sisi tunakwenda kuangalia je, msimu ukisha itakuwaje? Inawezekana vilabu vimepewa kanuni lakini tayari washakuwa wanafahamu. Basi tutafute viongozi wa vilabu na muwahoji, muwaulize. Natakiwa muwaulize kwa nini mmeongeza 40 na 40, je, ndipo mkisajili watakuwa misimu yote au itakuwa msimu huu ambao 26-27? Kwa kila kitu kiwe wazi. Kila kitu kiwe wazi ili tujue, sije baadaye mtu achezaji 40 afanye kwa bwana msimu tunaoenda nao wachezaji 30. Hiyo itakuwa changamoto. Kwa hiyo hapa tujue watu wa mpira wote. Ili tangazo la taifa. Ili tangazo la taifa kwa wale ambao kuwahi kuhoji hili jambo, mimi hapa ninalianzisha lifanywe mahojiano na hiki kitu. Kwa sababu wachezaji 40 ni wengi. Lakini tumefanya kwa sababu ya msimu 26-27. Tukitoka hapo 27-28 itakuwaje? Hawa wachezaji 40 watacheza mwanzo mwisho au kwa sababu tunakwenda kwenye AFCON? Hilo swali kwa waandishi ukawaulize TFF na viongozi wa vilabu. Je, hizo kanuni wamepewa? Mechi ya kwanza ya mtani wenu anaenda kukutana na Kagera Sugar. Timu hii inanolewa na Juma Kaseja. Mechi ya pili anaenda kukutana na Pamba pale Mwanza. Mechi ya tatu anacheza na Singida Black Star. Ni ugumu wa aina gani unaona wakivuna alama zote 9? Kwanza leo tukubaliane kwamba kwa sasa kutokana na ligi ya Tanzania imekwisha, msimu huu tunasema 25-26 umeisha. Huwezi kuizungumzia timu yoyote kwa sasa hivi ambayo hujaiona imejiandaa vipi.
na uwezi kujua itakuwa na maingizo gani. Kilichobaki hapa, kila mmoja aandae timu yake katika michezo mitano ya kwanza, ndio tunakwenda kusoma aina timu zilivyo na aina mwalimu alivyo na aina jinsi gani ligi yetu inavyokuwa. Lakini kwa sasa, sababu kila timu ipo kwenye usajili na uwezi kujua kila mtu amesajili vipi na amejipanga vipi, kwa sababu ukizungumza Kagera Sugar ni timu ambayo Kongo kwenye ligi yetu na ina mwalimu ambaye anajua ligi yetu, akiamua kufanya kazi anafanya kazi, ndio maana walimwamini wakamwachia wachezaji wake wale kutoa wachezaji hata mmoja akaongeza nguvu akinachilwa, timu imerudi ligi kuu. Uwezi kujua sasa baada ya ligi kuu ilipokuja, je, ataongeza watu, atapunguza watu. Kwa hiyo kuzungumzia hapa masuala ya alama na ubora wa timu kwa sasa, sababu hata makolo na wataja tuwezi kujua wataingiza wachezaji gani, watatoa wachezaji gani. Timu yao ya mara ya kwanza ambayo mchezaji Simba anasema inawafaa, je, mpinzani ukoje? Kwa hiyo tuangalie mchezo kwanza mitano ya kwanza ya ligi kuu, tutakuja kujua timu gani imejiandaa, timu gani haipo vizuri. Wakati unasema tuache, Simba wameingia sokoni, wamemsajili, wameenda kumchukua Kevin Nation na leo wamemtambulisha moja kwa moja Nathaniel Chilambo. Mzee Jamali Balesa hapo anakuja kuangalia jinsi gani timu yake anaweza kuitoa bara na kuipeleka Zanzibar. Yale vitu ambavyo aiga Azam hawezi kuvipata, Simba wanavipata. Kwa sababu kila kitu kilionekana moja kwa moja Kevin Nation mechi za Simba acheze. Kwa sababu inaonekana uongozi wa Pamba na uongozi wa Simba ulikuwa na makubaliano kwamba Kevin Nation anapo kwenye mechi yetu asicheze. Je, favor hii Mzee Balesa ataipata ili timu yake iwe bingwa? Hawezi kuipata. Kwa Mzee Balesa anachokiona mimi, kama kweli anataka ubingwa nchi, akacheze kombe la Zanzibar. Kwa kombe la Tanzania bara, kwa aina mfumo huu mpira ulivyo, kama kuna kiongozi yuko Pamba anaongea na kiongozi wa Simba, mchezaji ambaye akwenda kwa mkopo amesajiliwa, yule timu iko pale, wewe unasema huyu tunamsajili, tunamwacha hapa kwenu kwenye michezo yetu acheze, na wachezaji wenyewe kadhalika. Mchezaji unamuona kabisa moja kwa moja akicheza na Yanga anavunja watu miguu, anapiga sana viatu, akicheza na Simba anakuwa fair. Mimi nimwambia zangu Mzee Jamali, kwa aina mpira wa Tanzania, hata akamchukue Messi wa miaka 18 hawezi kubeba taji nchi hii. Hii nchi ina vilabu viwili tu, Simba Yanga, Yanga Simba. Kutokana na hali ya mpira ulivyo, kama kuna kiongozi wa Pamba anakubali mchezaji anasema huyu asipangwe mchezaji huyu wa Simba, alafu Azamu akaenda Yanga wanacheza naye mchezaji na anavunja kuni, kweli watu wamega hapo, Azamu itakuwa bingwa? Haiwezekani. Kwa hiyo kama anataka ubingwa akacheze kombe la Zanzibar. Kama anataka timu yake ya ushindani kwa ubingwa akapata mafanikio au shirikisho, acheze ligi ya bara. Kwa namna mpira wa Tanzania ulivyo, hawa Simba mifumo yao inayocheza bado Nathaniel Chilambo hatuwezi kujua. Tayari washamtambulisha. Wanamtambulisha. Rasmi. Sawa, anakwenda kule. Lakini bado wachezaji wa nani yule? Ambaye yuko wapi kule? Yupo Coast nani yule? Msimu, Bakari Msimu Ndio Bakari Msimu. Na yule bila tulikuwa tunaambiwa mchezo wa Simba kucheza kwa sababu alikuwa ameshasajiliwa na Simba akaambiwa asicheze. Hapa Azam huwezi kuwa bingwa. Na ndio maana hawa Simba huaga nalalamika sana kwa Yanga. Yanga ina uongozi ambao umeweka milija yote ambao kitamia kupenya penye ile. Yanga leo wamepiga nondo. Yaani wameikaba. Kwa hiyo unakuta moja kwa moja Simba kila kitaka kupumua wanaminywa mbavu. Kila kitaka kupumua wanaminywa mbavu. Mimi nikwambie tunakwenda kuchukua ubingwa wa 6 tena kwa aina ya Simba ambao utaratibu wao leo tumegia wao. Uchukue mchezaji umpeleke Pamba na msajili kwenye mechi yetu acheze mechi fulani ili awakamie ili atoe majeraha mengi. Mimi niwaambia watu wa mpira kwa hii style ambayo tunakwenda nayo viongozi wa Simba wanaenda nayo. Waandae maumivu. Wajiandae na kwa sababu uongozi wa Yanga hujalala. Uongozi wa Azam hata kupambana kwenye hizo vilabu hawana watu. Wewe kuniambia Azam anaweza kupata msaada Pamba, hawezi kupata msaada. Ndio maana tumecheza kana anavyosema zinakuwa ngumu. Tunaanza kuona kama kuna mchezaji ambaye hata mechi 3 mechi zingine acheze. Wewe kuna nini hapo? Moja kwa moja tunaona kweli ambacho anashikilia Azamu kiko sahihi. Kama anaweza toa hela zake apeleke zake Zanzibar huko. Alafu ligi awache Yanga na Simba waburuzane. Sababu haiwezekani. Yaani kitu ambacho kinaonekana moja kwa moja sio cha mpira kabisa. Mchezaji ambaye yuko timu hiyo hiyo hajasaidia, yaani sio mchezaji wa mkopo acheze. Yale aenda acheze kwa sababu anaenda Simba jana katangaza. Unaona kuna mpira hapo. Unaona kwenye mpira mwandishi. Hivi vile nataka mzungumze nyinyi kama waandishi. Kaeni kwenye media mzungumze kwa style hii. Mzee Balesa atalalamika, ataumia kwenye moyo, lakini kwa mfumo wa vilabu Tanzania kwenye vilabu vidogo kuna Simba kuna Yanga hawezi kupata taji. Kwa hiyo unataka Azam akacheze ligi ya Zanzibar sasa kama wanataka kombe. Kama wanataka kombe waende Zanzibar. Huo ndio ukweli. Kama wanataka kombe waende Zanzibar. Kama wanataka kombe hata kipindi Zanzibar Azam wanachukua hilo kombe 2013-2014 kipindi kuna timu moja ilikuwa mbovu. Tulikuwa tuharibie tu makolo ubingwa wakachukua Azam. Lakini kwa aina ilivyo sasa hivi Simba anataka kombe, Yanga anataka kombe, Azam anachelewa sana kwenye ligi yetu. Ya kubali tuafanye kama anafanya mazoezi ligi ya Tanzania ili akafanikiwe klabu bingwa au kwenye kombe la shirikisho. Yaani benga na nchi ambayo atapata tabu.
nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania hao sana vilabu vidogo. Na hivi mpira wa Tanzania ukue, vilabu vidogo vibadilike. Na ndio maana Dodoma Jiji wakaenda kuifunga Yanga. Kwa sababu ilikuwa wanasema kumbe uwezo walikuwa wana kila mjipanga wakaenda kupata matokeo alama 3. Atakiwa mpira uwe vile. Unakwenda kabisa kwenye mkoa, unajua kabisa mkoa ule unachukua alama 3. Huo mpira hauwezi kuwa mpira. Tunachukua wachezaji wakubwa tukapambane. Ili wachezaji wetu wasifiwe, wachezaji waingie kwenye pitch wapambane. Sio unatengeneza matokeo haya ya makando, mchezaji fulani acheze timu fulani, pale acheze fulani. Hata tunaona akitoa mchezaji kwa mkopo, hata kama akicheza guest wao, anaomba mwekeni atwange. Huo ndo mpira. Huo ndo mpira. Nalo TFF huyu nalo alisimamia. Kama mchezaji anapewa kwa mkopo kwenye klabu fulani, wewe kwako hakufai. Basi anakokwenda, siku mnacheza, na yeye acheze. Anatanisha wapi uwezo? Wala wachezaji walisha uwezo akati timu ndogo timu ndogo. Huo mkopo, hauwezi kuwa mkopo. Kwa tukubaliane tu kwamba mpira ambao wachezaji wetu wa Tanzania kwa staili hii watabaki sana ndani. Hata kwenda kokote.